Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 5, jilishe mkate wa uzima. Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Yohana 6 mstari wa 32. Na tuombe. Asante Baba kwa masomo haya. Tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo. Tunapoyajifunza maandiko yako, tupatie hekima itokayo mbinguni kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Tunabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na hizi mamlaka kuu tatu za milele ziliahidi kwa umoja kufanya kazi kwa ajili yetu ikiwa tu tutashirikiana nao. Tunazikwa pamoja na Yesu katika ubatizo kama ishara ya mauti yake. Tunainuliwa kutoka majini kama ishara ya ufufuo wake. Tunapaswa kuishi kama nafsi zilizozaliwa upya ili kwamba tuweze kuinuliwa katika siku kuu ya mwisho. Umeahidiwa kuishi katika upya wa uzima kwa kuwa umekufa na maisha yako yamefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Mkiwa umefunuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Hapa ndipo ambapo unapaswa kuweka hazina yako. Mwanadamu mwenye ukomo hawezi kuitekeleza imani yako. Njoo kwenye chanzo kikuu cha nguvu kwa ajili ya kujipatia nguvu. Ombi la Yesu kwenye kingo za Yordani zinamjumuisha kila mtu ambaye atamwamini. Ahadi kwamba umekubaliwa miongoni mwa wanaopendwa inakujia. Ishikilie kwa mkono wa imani isiyoyumba. Mungu alisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Hii ina maana kwamba kupitia uvuli wa giza ambao shetani ameweka ili kuzuia njia yako, Kristo amekupasulia njia ya kuelekea kwenye kiti cha enzi cha Mungu asiye na mwisho. Ameshikilia uwezo mkuu na wewe unakubaliwa miongoni mwa wapendwao. Katika kila jambo, mnapaswa kumheshimu Mungu kwa kuwa washirika wa asili yake ya uungu, ili mpate kuwa na uhakika wa kusamehewa dhambi ambao ungekiri upendo wa Mungu. Lakini hakuna katika uzoefu wetu ile furaha na shangwe inayopaswa kuwa. Yesu anasema kwamba ikiwa yeye yuko ndani yetu, furaha yetu itatimilika. Hebu basi na tuwe washirika wa asili ya Mungu, tukiwa tumeepuka uharibifu ambao uko duniani kwa njia ya tamaa. Hebu tusiishi maisha yasiyo na utaratibu, ya kidunia, ya anasa na kumrundikia Kristo lawama. Hebu tuinuke juu ya mandhari isiyoridhisha ambayo imeenea duniani na kupumua pumzi ya Mungu. Hebu na tujilishe mkate wa uzima. Kristo anatangaza kwamba ikiwa tutaula mwili wake na kuinywa damu yake, tutakuwa na uzima wa milele. Neno lake litakuwa kwetu kama majani ya mti wa uzima ikiwa tutamwamini Yesu kuwa Mwokozi wetu binafsi. Ikiwa tutaula mkate uliotoka mbinguni, tutakuwa na uhusiano hai na Mungu. Tutauleta umilele katika siku ya Kiyama. Tutaishi kana kwamba tupo katika ulimwengu wa jeshi lote la mbinguni. Malaika wanatutizama na kutulinda. Mungu anatupenda, lakini tunashindwa kuthamini upendo huo. Tunashuka katika maisha ya kiroho. Mungu anatutaka tutambue umiliki wake kwa kila mwanadamu. Anayo madai yake,
wao ni watu wangu, anasema, nimewanunua kwa gharama, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu ambayo ni ya Mungu. Je, hamtafanya hivi? Je, hamtaomba kwa imani? Je, hamtamheshimu Kristo kwa kumtii kama asemavyo katika neno lake? Utasoma katika manuscript ukurasa wa 144 mwaka 1901. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 5, jilishe mkate wa uzima. Na tuombe. Asante Baba kwa ajili ya somo hili. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi, wasikilizaji na watazamaji wa kipindi chetu hichi cha Kesha la Asubuhi. Tunaomba Roho yako Mtakatifu atuongoze kwa siku hii ya leo kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.